Raisi wa shirikisho la soka la Cameroon Fecafoot Samuel Eto'o ameeleza kwa uwazi kuhusu tatizo la udanganyifu wa umri linavyoathiri soka la Afrika hasa katika ngazi ya vijana. Akizungumza kuhusu swala hilo, Eto'o alisema hataki kwa kiongozi anayesubiri miaka 10 kushinda taji wala kushinda kwa kutumia wachezaji wenye umri mkubwa katika mashindano ya vijana. Nitamnukuu kama vile ambavyo yeye alikuwa amezungumza. Alisema sitaki kwa kiongozi anayesubiri miaka 10 kushinda au kushinda kwa wachezaji wa miaka 25 wakicheza katika mashindano ya vijana chini ya miaka 17. Kauli hii akiweka wazi msimamo wake, Eto'o alisisitiza kuwa tatizo la udanganyifu wa umri limekuwa kikwazo kwa maendeleo ya soka la Afrika. Alieleza kuwa mara nyingi timu za Afrika hufanya vizuri katika mashindano ya vijana lakini hushindwa kuonyesha ubora huo katika mashindano ya watu wazima. Sababu kubwa ambayo aliendelea kuieleza Samuel Eto'o, alisema kuwa sababu kubwa ni kwamba tukidanganya katika mashindano ya vijana huwezi kushindana na mchezaji ambaye ana miaka 22 halisi, ili hali wewe unasema una miaka 22 lakini kwa kweli una miaka 35 ama 37. Eto'o alibainisha kuwa ili kubadilisha hali hiyo ni lazima kuwe na mageuzi katika mfumo wa soka la Afrika. Alisema anafahamu changamoto zinazowakabili makocha na wazazi wanaoshawishika kupunguza umri wa watoto wao kwa hofu ya kupoteza fursa, lakini akasisitiza kuwa udanganyifu huo unaharibu mustakabali wa soka la barani Afrika. Aliongezea pia kwa kusema tunahitaji kujitolea na kurekebisha hili. Ndiyo maana tunalenga zaidi maendeleo la soka la vijana. Hapo ilikuwa ni mwisho wa kauli ya Samuel Eto'o. Kauli ya Eto'o iliibua mjadala mpana sana kuhusu mustakabali wa soka la Afrika, huku wengi wakimpongeza kwa ujasiri wake wa kuzungumza tatizo hili ambalo limekuwa likihujumu maendeleo ya mpira wa miguu barani Afrika kwa miaka mingi sana. Naamini hata wewe utakuwa na mawazo na komenti kwenye jambo hili. Kwako unahisi ni kipi? Kweli wachezaji wanadanganya na waendelee kudanganya kwa sababu watakosa fursa, ama wawe wa kweli tu kama tulivyokuwa naye wandakili wetu Clement Nzinze under 17, kijana wetu mdogo kabisa? Komenti yako ni ipi katika mada hii?